Na majira ni saa 6 saa za Afrika ya Kati, 7 majira Afrika Mashariki. Hii ambako unasikiliza ni Baraka1 TV, kipindi ni Baraka16 na mimi ni ndugu yako the one and all in town DJP baba la baba mzee wa Ngwasuma Rajabu Akili Kabonga, ambaye niko nakurushia haya matangazo moja kwa moja kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuko tarehe 22 na mwezi ni wa 7 2026. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweza kununua radare ambazo zitaweza kuwa na sekirize anga ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo imekuja baada ya DRC kuweza kufikia makubaliano na kampuni husika, na hivyo kuanza moja kwa moja mikakati ya kuweza kuwezesha ulinzi wa anga. Na hii itafahamika tu kwamba miezi mitatu iliyopita mpango kama huu ulikuwa tayari, lakini kuna ucheleweshaji tu kidogo ambao ulijitokeza na hivyo kusababisha hizi radar kushindwa kufika kwa wakati. Na pia mapigano ambayo yamezidi kuripotiwa huko maeneo ya Point Zero kati ya FARDC wazalendo dhidi ya magaidi wa M23 Twirwaneho na Red Tabara. Mafunzo ya wanajeshi 9318 wa Makahoko M23 kujaribu kuyumbisha kukatisha watu tamaa, lakini hilo sio jambo la kusema kwamba linaweza kukatisha tamaa. Kwa hiyo pia tutamsikiliza ndugu yetu Dawa ya Panya. Karibuni sana na matangazo haya unasikiza pia kupitia Mutul FM kutoka maeneo ya Shabunda, na vile vile shiriki la sisi kupitia Mwangaza TV. Utaendelea pia kupata matokeo mengine yote ambayo kunazidi kuendelea kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Usikose pia kuungana na sisi kupitia Operation Saidia Muzalendo. Tuanze na hali kwanza ya masuala ya kivita huko jimboni Kivu ya Kusini, maeneo ya tarafa ya Fizi, Mwenga pamoja na Uvira, kwa sababu ndiko eneo ambalo kwa sasa kuna ripotiwa machafuko ya mara kwa mara. Taarifa kutoka maeneo ya Point Zero zinasema ya kwamba mapigano yameripotiwa Point Zero pamoja na Rugezi, lakini taarifa ambazo ziko zinatembea kutoka Point Zero na kutoka Rugezi ni taarifa ambazo ni tofauti na hali halisi ambayo ipo kwenye uwanja wa mapigano. Tunajua hivi, ukiangalia mazingira yenye tuko tunapitia kwa sasa hivi ni tofauti na yale ya mwanzo, kwa kusema kwamba uwepo wa connection kulikuwa kuna favorize habari za uongo zinatapakaa kwa haraka mno, na hivyo kwenda kuyumbisha usalama na kuogopesha watu na kufanya watu waanze kukimbia makazi yao. Kuna watu wanakuletea taarifa kusema M23 imekamata sehemu fulani, M23 imekamata Rugezi, M23 imefanya hivi, FARDC imekimbia, sijui wamefanya hivi. Hizo ni habari za kutokuzipea kipaumbele. Ni watu wachache mno kwa sasa hivi ambao wanaweza kukuletea taarifa za ukweli za undani za mazingira yenye iko inaendelea uwanja wa vita mpaka sasa hivi. Hakuna jeshi la FARDC ambalo limeshindwa kupigana Point Zero. Hakuna jeshi la FARDC ambalo limeshindwa kupigana Rugezi. Hizo ni taarifa feki na hazina uhakika ndani yake. Kwa kile ambacho mimi ninachokijua ni kwamba mpaka leo hii kuamkia hii asubuhi bado moto unaendelea kuwaka maeneo ya Point Zero, kando ya Point Zero. Objectif ni kumdeloger M23 Point Zero pamoja na Mikenge, na ndio swala ambalo liko linafanyika. Na kitu kenye utajua ni hivi, ukiachana na Point Zero, Mikenge, Alenge, Bidegu, maeneo ya Kitavi, maeneo ya Bilalo mbili,
Maimoya na sehemu mbalimbali maeneo ya kando kando ya Minembwe. Wenyewe wanadhibiti pale mpaka sasa hivi ni wazalendo na FRDC. Lakini watu utasikia kisi wako na wanawadanganya. Kenye mimi naweza kusema ni ile kuona delegation ya M23 jinsi ilifika Minembwe, inakaa Minembwe, inaondoka Minembwe bila kuwa reaction yoyote ya arme yetu ya anga. Hilo ni swala ambalo liliwafanya watu wengi waseme kwamba huu mchezo uko unachezeka namna gani. Na hizi hatua zinafanya mpaka watu wanaanza kuwa na mashaka na rais wa nchi Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Inafanya watu wanamkatia tamaa na watu pia wanajikatia tamaa kusema kwenye kutua tunaenda haiwezekani watu wafike mpaka hii hatua kisha usisikia hata reaction moja. Tuko mvita ndio. Na hii vita yenye tuko nayo haiko vita ya kusema ni uadui. Jaribu kuangalia vita yetu yenye tuko tunapigana. Haiko vita ya uhasama kama ya kutaka kufanya tofauti za kimikakati za kidunia. Lakini vita yetu sisi ni ya kujiondoa katika makucha ambayo ilikuwa inatukwaruza kwa miaka mingi. Sasa hili kujiondoa haiko ya vita ya chuki dhidi ya kabila fulani. Haiko vita ya chuki dhidi ya nchi fulani. No, ni vita ya kujitoa. Sasa kule kujitoa kwetu katika watu ambao wako mle ndani ni watu ambao tumezaliwa nao, tunakula nao, ni ndugu zetu. Kenye tu tunafanya hapa ni sisi tayari tumekwisha kukubaliana kwamba tutatembelea njia ambayo iko kawaida. Tusubirie tuone kiko kinakuja ni nini. Hivi vitu venye mko mnaona M23 iko inafanya. Ndio, si ni programu yenye walianza basi walianza leo. Ni programu yenye wako nayo na jinsi wako wanafanya. Kumbuka mu 2013. Ukumbuke walitoka na wakaenda na walikuwa wamekwisha kukita mizizi. Walitoka na wanaacha project ziko kumeza. Ile ni kitu ambayo isikushangaze hata kidogo. Kwa hiyo ndugu zangu, nataka tu ni wasisitizie kwamba mazingira yenye iko naendelea sasa hivi ni mazuri, na muda wote tu mtasikia kwamba tayari tumerudi tena katika maeneo ambayo tulikuwa tunachukulia, na hivyo kazi izidi kusonga mbele. Kikubwa kimeliko naambia. Kikubwa ni kutokumpa adui nafasi. Kutokumsikiliza adui. Fanya kama adui hayupo. Kuna watu wamenambia kwamba kutofautisha kati ya RDF na M23. Usitofautishe RDF na M23 kwa sababu wote ni wamoja na wanatumikiwa na mwalimu mmoja ndiye anawatumikisha. Okay, sawa. Hilo ni sawa na mpaka watu wakatoa mifano. Lakini kimi nitawaambia kwamba RDF na M23 sio watu wamoja. Ni vitu viwili tofauti. Sisi tunaposema kwamba RDF itoke, tunasema jeshi la Rwanda lenye liko ndani ya nchi hii liweze kuondoka. Ndani ya jeshi la Rwanda ndiko kuna wapiganaji ambao ni wa Somalia, Waganda na wengine wameingia kwa mfumo kwa nyuma ya jeshi la Rwanda kuja kuingia ndani ya M23. Kisha kuna M23, kuna wale ambao walitoka mu FRDC wenye walikamatwa na ndani ya FRDC na polisi. Kuna vijana ambao walikamatwa Goma, Bukavu na sehemu zingine na wakaingizwa ndani ya M23. Kwa hiyo wale sio RDF. Kuna tofauti ya RDF na tofauti wa M23. Endapo M23 itatoka ndiko mtaona mabadiliko makuu. Sio M23 nazungumzia RDF. RDF ikitoka ndiko mtaona mabadiliko makubwa ambayo yatafanyika ndani ya vita hii yenye iko inaendelea. M23 bila RDF si chochote. RDF bila mercenaries kutoka Ufaransa, Polonye, Uingereza na sehemu zingine Union European pia si chochote. Unaona? Sasa sisi tuko na mamlaka na uwezo wa kusema tunaweza kufanya vitu vikubwa tofauti na vile ambavyo wao wako wanafanya. Kwa hiyo haka utofauti kiko huko RDF, huko na M23 na pia huko UPDF. Kwa hiyo ndio hivyo. Kifupi kwamba mazingira kwenye uwanja wa vita mpaka leo hii hali sio mbaya, tunaendelea vizuri.
na fununu zozote zenye utasikia unaambiwa kutoka tofauti na hivyo, ujue kwamba uko unapakiwa ndani ya saki. Kila kitu kiko vizuri na kitaenda kadiri jinsi kinavyotakiwa kiende. Tumeona RDF nani M23 wameweza kupresenter 9318 Kahoko, huku wakisema kwamba wanaenda kurenforcer front ya Minembwe. Ushona kwenye front iko beaucoup plus Minembwe. Wanakusanya wale watu kwamba waende wa renforcer Minembwe. Juzi hapa tumeona maroli zinatoka zinaenda wanafanya kudevier, wanarudia mapori, wanakuja Sud Kivu, wanasema tena ambao wametoka kwenye mafunzo chanzo wanakuja kurenforcer Minembwe. Ile ambalo mko mnaliona ni ile kutapatapa kwa mfamaji. Sawa, Waswahili wanakuambia mfamaji aishi kutapatapa, na mtu mwenye kuishiwa aishiwagi maneno, anakuwa ni mwepesi wa maneno, kauli ndefu, anazungumza sana. Yote ni kutafuta namna ya kujikosha tu, lakini kiuhalisia M23 inakwenda kwisha. Ile ambalo mmeliona lisiwashangazi. Ni mara ngapi wako na present hivi? Kwa hiyo ukija kuangalia utagundua kwamba unasema hao watu eske wanafika 100,000. Donc ni rebellion yenye iko na 100,000, lakini kiuhalisia hawafiki. Ngoja nikwambie, Savimbi kwa maximum alikuwa na plisi ya 50,000 solda. Savimbi alikuwa na plisi ya 50,000 solda. Savimbi alichukua 70% ya Angola, ya udongo wa Angola. Sasa kizuri cha wale ni kwamba walikuwa ni wa Angola wenyewe, walikuwa napigana wa Angola wao kwa wao. Sisi tuko na defi kubwa kwamba ni nchi ya nje. Ingelikuwa sema hii rebellion ya M23 inasema Kongole, kama tushakameza moja ya mazungumzo na tushaongea, tusikie revendication zenu ni nini, mnataka nini. Lakini kwamba unakuta ni influence ya Wanyarwanda, ni Wanyarwanda ndio wako mnaenda, hakuna mwae kwa sisi kukaa nao tuzungumze. Hakuna mwae. Juu kitutongea wataleta kaide charge ya Paulo Kagame. Hii kitafanyika, matakwa ya Kagame ndio matakwa ambayo wao watatuletea. Sasa itakuwa haina solution. Tulifanya mazungumzo tokea Sun City, tulifanya mixage brassage, tulifanya hiki na hiki, lakini yote michoko bado iko pale pale. Kwa hiyo hiki ambacho mmekiona mmekifanya wala kisiwashangaze, kisiwafanye kwamba mseme basi wanaleta tena wengine 9,000 basi kwisha habari, hii mambo inaenda kuwa complicated, hawatatoka, hawataenda, sijui FRDC serikali yetu inashindwa. Hakuna ndugu zangu, tulieni. Tulieni, jaribu mkuu mnaangalia vitu kwa ukubwa. Usangalie vitu mu petitesse. Angalia vitu mu grandeur. Unaona? Grandeur ndio inafanya mtu anakuwa iko ni mtu. Na kila inchi inaongozwa kwa misingi na mikakati ya kiinchi. Haiko tu hii kwenda yenyewe mkuu mnaona. M23 hawana ni vision, hawana ni ni ambition. Yenye wako nayo ile sio ambition, ile ni manipulation. Ni watu wenye wako manipule ku niveau moja yenye hawezi kuamini. Kwa hiyo inakuwa iko ni jambo la kuangalia tu kwa macho, kisha mwisho siku wanapotezea. So wameweza kuwatoa makahoko wao 9,318, huku ikiwa ni moja kati ya idadi ambazo zinakwenda kuongeza mbolea zingine. Na ukiangalia hawa wengi hapa ni wale wenye wako wanakamata kwa kinguvu, vijana ambao wanalazimishwa kuingia, na ukiona hata afya zao ni afya zenye kuchoka, hawawezi hata kuresiste mbele ya moto wa Ibu pamoja na wazalendo. Sasa watu kama hawa watawaogopesheni kwa lipi? Kwa nini muogope kuona makahoko kama hao? Mimi kivyangu ni swala tu la kusema acha waje tuone biko capable kwa kitu gani. Kwa sababu mimi jinsi ninavyoamini wazalendo, ninavyoamini FRDC, hao wenye mnaona hapa ni mswaki. Shelewa? Ndugu zangu, hao
ni mswaki, hakuna jeshi hapo. Hakuna kinachotafanya pana. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefikia hatua nyingine mpya ya kuweza kuboresha jeshi lake na kuwa jeshi la kisasa kwa kuweza kuongeza uwezo wa ulinzi. Hii inaitwa Defense et Surveillance Aérienne, ambayo imefanyika hivyo tarehe 21 mwezi wa 7 2026. Kinshasa imeweza kuzindua project ya kuletwa kwa na kudeploy system ya radar ambayo ni ya kisasa. Wanasema radar ya dernière génération. Yani dernière génération ni kama generation ya mwisho ya leo hii. Haikuwa sema zile za zamani. Ni radare za kisasa ambazo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweza kuleta. Waziri wa Ulinzi Guy Kabombo Mwadiamvita ameweza kuzungumza hilo swala na kuweza kuonyesha umma na jamii yote kwamba kazi hiyo iliweza kusainiwa tokea 2025. Nafikiri nilizungumzaga hivi mu 2025 mwezi wa 4 kwamba serikali ya Kongo imeweza kuagiza chombo kipya cha ulinzi radar ambayo itatumika na hivyo kuweza kuimarisha viwango vya ulinzi wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbele ya Director General wa RVA Blaise Londole, maafisa majenerali na maexpert wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upande wa anga na viongozi mbalimbali wa kabineti ya waziri wa mambo wa waziri ya ulinzi na wameweza kuridhishwa na hicho kitendo, na hivyo RDC inakwenda kujipatia radari yake ambayo itakuwa na kontrole anga ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzia kijiji hadi kijiji, mji hadi mji na kitongoji hadi kitongoji. So hili swala liko na impact gani? Twende hivi. Unaona mumonde yenye tuko ndani, sie tulikuwa tunabakia mudunia yenye ni dunia ya kushangaza, na utawala wote miaka 20 wa Hippolyte Kanambe, kitu kama hiki Mkongo hakijawahi kufikiriwa. Na server ya communication ilikuwaga iko Rwanda. Hapa mwaka jana ndo server ya communication inatengenezwa, inazinduliwa Kinshasa. Ina maana kabla zote za mawasiliano za simu zote za Mkongo zilikuwa zinatokea Rwanda. Ina maana kila afisa wa DRC mienendo yake, mazungumzo yake yalikuwa yanaonekana kupitia server za Rwanda. Lakini kwa sasa hivi tuko nayo Mkongo. Ndio huko nakuta ni rahisi kwa serikali kuweza kuwakamata maafisa ambao wako wanazungumza kupitia internet ya Kongo na warebel. Sasa kitendo cha kuwa na radar iko plus efficace ke server, kwa sababu radar iko direct na satellite, na ile iko na uwezo wa kudetectewa wa kukontrole anga ya Kongo kuanzia ku 0 km. Tunajua kwamba fasi fulani kuko hiki, fasi fulani kunatoka hiki, fasi fulani kunaingia hivi. Unaona avec radar yenye tungekuwa tuko nayo kama hii manevre za M23 kuna Minembwe kama ziko, donc tutakuwa tunaona ma movement zote za M23 kupitia radar endapo itakuwa iko tayari. Na taarifa zinasema kwamba tokea kisi tuliweza kuiagiza mwaka jana hivi iko tayari. Kwa hiyo inakuja sasa na deploy sehemu mbalimbali. Ina maana watatuletea radari moja itakaa Msidi Kivu, itakuwa iko Swate Uvira Mabaraka, iko na kontrole milima yote, maji na kila kitu. Radari nyingine tutatia Beni pale juu ya mavuma ya Nord Kivu, tutatia Ituri. Kwa hiyo tuko na uwezo kwa sasa wa kisasa ambao utapelekea jeshi letu kuweza kuimarika vizuri. Nafikiri hii hatua ni hatua moja muhimu sana na ni hatua ya kupongeza.
Na hata pia umeona waziri wa ulinzi ameweza kutaja vitu 6 muhimu ambavyo vitafanya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kuimarika zaidi wakati wanazindua sheria mpya, sheria ambazo pia zitatumika kwa ajili ya kuweza kuimarisha upya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo natakiwa ngoja nikukumbushe tu hapa. Kukumbushe baadhi ya vitu ambavyo serikali ilisema. Cha kwanza ni usimamizi wa jeshi na ustawi wa wanajeshi, mafunzo, elimu ya kijeshi na utafiti, ununuzi wa vifaa na zana za kijeshi, uboreshaji wa miundombinu ya kijeshi, mazoezi ya kijeshi, operesheni na ujasusi, kuanzisha na kuendeleza sekta ya viwanda vya ulinzi. Moja kati ya sekta ambayo tayari iko ni hii ya kuwa na radar. Radar itawezesha jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa na uwezo wa kuona na kufanya kitu ambacho kinastahili. Mazoezi ya kijeshi na operesheni na ujasusi. Mazoezi ya kijeshi wakati wa utawala uliopita, maeneo mengi ambayo yalikuwa ni ya kufanyia mazoezi ya kijeshi waliweza kuyauzauza. Kambi za kijeshi nyingi sasa hivi zinaikaliwa na raia. Viwanja vya mazoezi vya kijeshi sasa hivi havikwagi. So vile vyote itabidi serikali ianze upya kuenda na chukua yale maeneo yake, ama pia kutengeneza maeneo mengine mapya kwa ajili ya kuweza kuboresha jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukisema pia uboreshaji wa miundombinu ya kijeshi inakuja katika masuala ya vitu muhimu vya kijeshi kama vile magari ya kutembelea, meli za kijeshi za kutembelea kwa ajili ya kubeba mizigo na vitu vingine. Donc kwamba mwanajeshi asikose vitendea kazi ambavyo vitamruhusu yeye kutoka mudeplasement fasi moja ama kwenda fasi nyingine. Hii maisheki yote tuko tunapitia ni kutokana na hizi sheria za kijeshi zilikuwa haziko. Hivi unajua Kongo sheria za kijeshi zilikuwa haziwezi kusimamiwa vizuri. Yaani sheria zinatengenezwa lakini hakuna mifumo ambayo inarahisisha pesa zitoke kwa ajili ya kuweza kushughulikia yale mambo. Ununuzi wa vifaa na zana za kijeshi. Mnajua kwamba Kongo sheria ya kununua vifaa vya kijeshi kwamba viko vinakuwa sasa tuko na urgence, ndio unakuta watu tutafute hiki, lakini kuwa na sheria yenye inawekwa kwamba kila mwezi tunatakiwa tukue tunanunua silaha ambazo zimetoka mpya. Kila mwezi tunatakiwa tunafanya hivi kila mwezi. Hiyo sheria ilikuwa haipo, lakini kwa sasa hivi sheria imewekwa na ni jambo la muhimu. Pia kuna mafunzo, elimu ya kijeshi na utafiti. Arme yetu ni arme yenye ilikuwa iko very lazy. Jeshi la kivivu sana. Yaani mtu akishatoka kuformation tu ile ya 3 mois anapewa teni, anapewa bunduki, kwake yeye kuisha habari. Hakutakuwa muendelezo, mafunzo, wanajeshi wakuwe wanapewa mafunzo mbalimbali, wanajeshi wakuwe wanatolewa hapa na pelekwa huku, mambo mapya yakitolewa ya kiteknolojia, wanajeshi waweze kuboreshwa, wapewe yale mafunzo. Hivyo vilikuwa haviko. Hata matumizi ya internet, wanajeshi wetu wengi hawajui simu tu ya Android. Unakuta mtu hajui kutumia simu ya Android, na jeshi la sasa hivi linaenda na mfumo wa kidijitali. Usimamizi wa jeshi na ustawi wa jeshi kuweza kuimarisha jeshi kuwa la kisasa na jeshi ambalo ni professional. Sio unakuta mwanajeshi mlevi, mwanajeshi mwenye hajielewi, jeshi anaenda kuvita iko na bibi yake pembeni, iko napigana ku 1 km, bibi iko ku 2 km. Eske huyu atapigana? Eske atakuwa na courage ya kupigana? So unakuta hii yote ilikuwa inaathiri wanajeshi wetu. Kwa hiyo wakiweza kuleta mabadiliko ya kuweza kuweka usimamizi mzuri wa jeshi pamoja na ustawi wa wanajeshi, hii itafanya mwanajeshi anajisantiri kuwa iko strong na iko imara, na hata pia kupelekea akiwa yuko vitani anaamini hapo kwa mimi niko familia yangu kwenye iko salama, na hata nikifa saa hizi familia yangu tu itabakia kuwa salama. Jeshi letu lilikuwa ni kwamba Sodeko nakwambia nikifa
watoto wangu watabakia nikifa mke wangu ataishi vipi? Unaona, kuliko apigane, yeye anafanya zake repli, anakimbia. Na saa kamanda anatoa order ya kukimbia, kwake inakuwa iko ni rahisi kwa sababu anaona kama ameweza kurahisishwa kazi. Kwa hiyo ndugu zangu, ni jambo la muhimu sana. Hayo ndio ambayo tulikuwa tuko nayo kwa muda huu. Mengine pia tukutane majira ya saa 9. Bye bye.